Hii ni United Insider. Subscribe, like, share na comment ili kuikuza jamii kubwa ya United Insider. Tuziangazie taarifa muhimu wakati huu kuhusu Red Devils. Uongozi wa Manchester unapanga kufanya mazungumzo na Bruno Fernandes kabla ya kombe la dunia, na ujumbe wa mabosi wa Manchester uko wazi kabisa. Wanataka Bruno Fernandes kusalia Old Trafford kwa angalau mwaka mmoja zaidi, lakini kambi ya Bruno inasema watatoa maamuzi yao baada ya kumalizika kwa michuano ya kombe la dunia. Kwa nini Manchester wanataka kujua hatima ya Bruno mapema? Manchester wanataka kupanga namna ya usajili wao utakaofanyika pamoja na budget ili kujua wanakwenda kumnunua nani, hasa kuimarisha sehemu ya kiungo ya United. Swali ni moja tu, je, Bruno ambaye ni roho ya timu kwa sasa ataendelea kuitumikia Manchester ama ataondoka baada ya kombe la dunia, na akiwa amebakiza takribani miezi 17 kabla mkataba wake kumalizika? Tuelekee kule nchini Hispania ambako inaelezwa Manchester wako serious wakivutiwa na mshambuliaji kutoka Real Sociedad. Huyu si mwingine bali Mikel Oyarzabal, na ripoti zinasema viongozi wa Manchester walikwenda nchini Hispania kuzungumza na klabu ya FC Barcelona kuhusu taratibu za kumbakisha Marcus Rashford, lakini pia macho yao ilikwenda moja kwa moja kwa Oyarzabal ambaye amekuwa na msimu mzuri katika klabu ya Real Sociedad. Msimu huu amefunga goli 6 akifanya assist 3 katika michezo 17 ya La Liga. Jambo kubwa hapa ni release clause yake, inahitajika paundi milioni 65 kuweza kumruhusu mchezaji huyu kuondoka kwenye klabu yake ya Real Sociedad. Je, Manchester watavunja benki ama watasubiri mpaka majira ya joto ili kupambania kumpata mchezaji huyu? Kwa mujibu wa Team Talk, wanaeleza nyota wa Nigeria ambaye zamani alicheza Leicester City, Wilfred Ndidi, ni mchezaji ambaye Manchester inavutiwa naye kutaka kumsajili katika sehemu ya kiungo, huku klabu yake ya Fenerbahce nayo ikiwa tayari kumruhusu kuondoka ili kuweza kujiunga na klabu ya Manchester United. Lakini taarifa nyingine ya usajili wakati huu inaelezwa United pamoja na City wote wanamfuatilia kwa karibu kiungo wa miaka 21 Mreno Mateus Fernandes, ambaye ameibuka katika msimu huu kwa moja kati ya wachezaji muhimu wa klabu ya West Ham. Fernandes amekuwa akifanya vizuri, hivyo City na United wanaona kama ni future bora ya kiungo kuweza kumsajili. Taarifa nyingine ni kumuhusu Wonder Kid Rafael Belinho. Manchester ni miongoni mwa vilabu ambavyo viko kwenye orodha ndefu ya vilabu vinavyomwania Rafael Belinho, kijana mwenye miaka 17. Arsenal, Real, Barca wote wako mbioni kumfukuzia nyota huyu ambaye pia bado hajatimiza umri wa kuweza kusajiliwa na vilabu kutoka Premier League kwa mujibu wa sheria za ligi ya kandanda ya England, hivyo atasubiri mpaka Januari mwakani. Lakini taarifa nyingine, baada ya Jean-Philippe Mateta kuambia Palace anataka kuondoka, United ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinaonyesha nia ya kutaka kumpata mchezaji huyu wa Kifaransa, ambaye pia Juventus ya nchini Italia imekuwa ikionyesha nia ya kutaka kumsajili. Napoli wanamfuatilia kwa karibu Harry Maguire ili kujua upatikanaji wake pale ambapo mkataba wake utakuwa unamalizika, ikiwa imesalia miezi 5 tu kabla ya Harry Maguire kumaliza mkataba wake wa sasa na Manchester United. Lakini kutoka kule nchini Hispania inaelezwa tena Manchester wanaonyesha nia ya kutaka kumsajili kiungo wa FC Barcelona Marc Casado, na taarifa hii imeendelea kuchukua nafasi zaidi kwa siku za hivi karibuni, na wanataka kumsajili kama mbadala wa Baleba ambao walikuwa wanamwangazia mwanzoni, huku majina kama Tom Wharton na Anderson Elliott yakisubiri paka mwishoni mwa msimu. Lakini pia inaelezwa United wako tayari kulipa euro milioni 20 ili kuweza kumsajili Mreno Ruben Neves kutoka klabu ya soka ya Al Hilal ya kule Saudi Arabia. Huyu mchezaji ambaye pia anaelezwa huenda akaja Januari hii kujiunga na Manchester United. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa United Insider.